Leo tunakuja na somo la 7 linaloelezea kuhusu hekima ya kweli katika ulimwengu ambao umejaa machafuko. Elewa kitabu cha Ayubu. Hekima ya kweli katika ulimwengu ambao umejaa machafuko. Ukumbuka ni somo la 7. Somo la 6 lilielezea kuhusu ujasiri wa Ayubu aliokuwa nao katika kuelewa kwamba baada ya mateso na magumu yake, Ayubu alijua kwamba kisha mateso yale, maumivu makali, atamuona mtetezi wake ambaye ni Mungu. Tuligundua injili katika kitabu cha Ayubu ni kuja kwa Yesu kwa mara ya pili. Mpendwa, leo ungana kuja katika safari hii ya siku ya 7. Tutaomba. Asante Mungu, kwani unatupenda. Mbariki yule mtazamaji, mtakase Mungu wetu, na umtawale Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, amena. Rafiki mpendwa, kitabu ni Ayubu 20 hadi Ayubu 28. Hapa ndipo tunapopatikana, lakini fungu kubwa ni Ayubu 28. Shahiri la 28 inasema, tazama, kumcha Bwana ndiyo hekima, na kujiepusha na uovu ndiyo ufahamu. Mungu abariki neno lake. Tazama, kumcha Bwana ndiyo hekima, na kujiepusha na ufahamu, na kujiepusha na uovu ndiyo ufahamu. Wapendwa, tunaishi katika ulimwengu leo ambao umejaa maarifa mengi kuliko kizazi na ulimwengu ambao umepita. Leo tunakuwa katika ulimwengu wa maarifa mengi sana. Vitabu vimeandikwa, makaratasi yamechapishwa, mambo yameonekana, simu mkononi zimetawala, mambo ya internet zimetawala kabisa, mitandao ya kijamii, mahali kote mambo yanatawala. Na kila siku unapoamka ni maarifa, unapoamka ni maarifa, unapoamka ni maarifa usiku na mchana. Sasa hii maarifa mengi, je, yanaonyesha kwamba kizazi hiki kimekuwa na hekima sana? Je, hiyo ni kweli kweli? Jibu ni hapana. Kitabu cha Ayubu kinatupa jibu kabisa. Baada ya marafiki wa Ayubu kuzungumza maneno mingi kwa sura nyingi katika kitabu cha Ayubu, wakijaribu kuelekeza maoni, mambo mengi wanapoambia Ayubu katika sura nyingi za kitabu hiki cha Ayubu, kulingana na mateso yake, walishindwa kupata ukweli. Ndipo sura ya 28 ikasimama kama mwangaza katikati ya giza na kutangaza kwamba hekima ya kweli haipatikani kwa akili ya binadamu. Hekima ya kweli haipatikani katika maneno ya binadamu. Hekima ya kweli haipatikani katika mambo ambayo wanadamu wanayafanya. Hekima ya kweli haionekani katika maneno mengi, kwa sababu kitabu cha Ayubu 28 kinatangaza kwamba hekima ya kweli haipatikani katika akili za mwanadamu, lakini hutupatia mwangaza kwamba kuna siri katika hekima ya kweli. Siri ni gani, wapendwa? Ayubu 20 hadi sura ya 27, hoja za wanadamu, wapendwa, zinafika mwisho, lakini ukweli haupatikani tu katika hoja ya wanadamu. Ndio maana marafiki za Ayubu walizungumza kwa ujasiri mkubwa sana. Walikuwa na hoja nyingi sana, lakini walikosa ukweli. Walihitimisha kwamba kila mateso ni matokeo ya dhambi. Hii ndio ilikuwa hitimisho ya maneno yao. Walihitimisha kwamba kila tajiri ni mwenye haki, na walihitimisha kwamba kila anayeteseka amelaaniwa na Mungu.
Hiyo ndio ilikuwa hitimisho la maneno yao. Lakini maisha ya Ayubu hayo yenyewe yalikanusha mafundisho hayo na kuyapinga kwa kweli, kulingana namna walivyosema. Kwani maisha ya Ayubu yalitangaza kweli kweli kwamba kuteseka si kwamba kwa sababu umekuwa mwovu. Kuwa tajiri si kwamba tu umekuwa na haki. Lakini ilikanusha kwamba, ilieleza kwamba kwa kweli kuwa tajiri, kuwa maskini kuna mizizi katika ulimwengu wa kiroho. Hata leo watu wengi hukumu mtu anayepitia majaribu bila kujua vita anavyoviendesha. Kuna wengi wanamhukumu. Fundisho kubwa katika jambo hili ni kwamba akili la mwanadamu lina mipaka. Mawazo ya binadamu, si kwamba mawazo yote ya binadamu ni kweli, si kwamba mawazo yote ya binadamu ni uongo. Ni jambo la kutafakari sana. Ndio maana Isaya 55 aya yake ya 8 na aya 9 utakuta kwamba mawazo ya Mungu ni ya juu kuliko mawazo yetu. Mawazo ya Mungu ni ya juu kuliko yetu. Mwanadamu yeye mawazo yake ni ya chini sana. Lakini tufikapo kwenye mawazo ya mwanadamu yake ni ya chini. Lakini tunapofika kwenye mawazo ya Mungu, yake yanakuwa juu kuliko yetu, na matendo yake anayatenda sawasawa na namna anavyowaza. Mungu wetu hana mshauri. Ndio maana usisemeshe Mungu kile ambacho hajakisema. Akili ya mwanadamu wa kisasa ni kutaka kumsemesha Mungu neno ambalo yeye mwenyewe hakulisema. Ndio maana mwanadamu anaweza kugundua siri za dunia, lakini si siri za hekima. Siri za dunia sio kwamba ni siri za hekima. Umejua kutumia TikTok vizuri, umejua kutumia simu ya mkononi vizuri, umejua kutumia vyote unavyokuwa navyo vizuri. Lakini Ayubu 28 aya ya 1 hadi 11, Ayubu anaonyesha uwezo wa mwanadamu. Huyu mwanadamu katika uwezo wake anachimba magoti, yaani anatapua ili apate dhahabu. Anachimba ili apate dhahabu. Unakuta yule anapoipata anaitoa huko katika shimo. Yule anapata fedha, yule mwanadamu. Lakini anapogundua vitu vya thamani, anapoona mafanikio katika maisha yake, kulingana na Ayubu 28, lakini hekima inapatikana wapi? Hekima haipatikani katika WhatsApp. Hekima haipatikani katika TikTok. Hekima haipatikani katika YouTube. Unaweza kugundua, unaingia, unakuwa mtaalamu katika mambo yale. Lakini swala msingi ni hili: hekima inapatikana wapi? Hili swali Ayubu aliuliza. Nikana kwamba Ayubu anasema mwanadamu anaweza kujua yote yaliyofichika chini ya udongo, yote yaliyofichika kwenye mitandao, lakini hawezi kujua siri za Mungu bila Mungu mwenyewe kumfunulia. Umekuwa mtaalamu katika mambo ya mitandao, umekuwa mtaalamu katika mambo ya vitabu, umekuwa mtaalamu katika familia yako, wewe ndiye baba wa familia. Lakini yeye onyeshe kwamba kwa sababu umri wa miaka yako imepanda, ndio imekuwa tangazo ama kiashiria cha kwamba wewe una hekima. Ayubu akauliza, hekima itapatikana wapi? Wapendwa, leo tuna wengi wamekuwa na akili bandia ambayo inaitwa IA. Wengi wanatumia akili bandia katika mambo yao yote. Unakuta kompyuta zimekuwa nyingi sana, satellite ni nyingi leo, teknolojia ya hali ya juu imepanda leo, kiasi kwamba unaweza zania ufahamu wote ambao watu wamekuwa nao ni kiashiria kwamba mtu amekuwa na hekima. Lakini acha nikuambie, maarifa mengi hayaonyeshe kwamba una hekima bila kuwa na Mungu. Ni Mungu ndiye anayefungua hekima, namna Ayubu anavyosema. Wapendwa, acha nikuambie, sio simu yako mkononi ambayo itakuwa kiashiria kwamba umekuwa na hekima. Sio pesa, sio fedha unazokuwa nazo, sio manyumba ambazo tumejijenga,
sio nini tunayokuwa nayo ambayo imetangaza kwamba una hekima. Hakuna. Ndio maana Ayubu akasema aya 13 hadi 19 kwamba hekima hainunuliwi kwa fedha. Hekima hainunuliwi kwa magari. Hekima hainunuliwi kwa mavazi. Hekima hainunuliwi kwa fedha. Ayubu anasema hata dhahabu safi, fedha, sijui yakuti na almasi haviwezi kununua hekima. Kwa nini? Kwa sababu hekima si bidhaa. Hekima si material. Hekima sio kitu cha kugusa. Namna navyobeba Biblia yangu hapa, hekima sio kitu ambacho unaweza kukigusa, unakifanya nini? Hakuna. Hekima ni zawadi kutoka kwa Mungu. Unaweza kuwa tajiri lakini unakosa amani. Unaweza kuwa msomi mkubwa sana wa vitabu lakini umekosa mwelekeo. Unaweza kuwa maarufu lakini unakosa wokovu. Unaweza pata vitu vya dunia unavyatamani sana katika macho ya mwanadamu, lakini mbele za Mungu vitu vile haviwezi kununua hekima. Unaweza kuwa na pesa, unaenda kununua dawa zote mpaka nchi za mbali unaingia huko, lakini hizo dawa hazinunui, hizo pesa hainunui afya bora. Unaweza kuwa na pesa kwa wingi, unakuwa na magari, lakini magari yako haitanunua hekima, wapendwa. Ndio maana Mungu pekee ndiyo chanzo cha hekima. Ayubu kasema, Ayubu 28 aya 20 hadi 27. Ayubu anauliza tena, basi hekima hutoka wapi? Jibu ni moja tu, hekima hutoka kwa Mungu. Yeye ndiye muumba wa mbingu na nchi. Anajua mwisho tangu mwanzo. Anajua sababu ya kila jaribu lako. Anajua kusudi ya hiyo machozi yako. Anajua njia ambayo sisi hatuoni, na anajua kwa nini hali yako leo inakuwa hivi. Wewe umekuwa na pesa, anajua kwa nini. Wewe hauna pesa, anajua kwa nini. Wewe namna unavyoishi, anajua kwa nini. Ndio maana kitabu cha Mezali 2 aya yake ya 6 inasema, kwa kuwa Bwana hutoa hekima. Wapendwa, hakuna mwanadamu anayeweza kuwa na hekima bila kuwa karibu na Mungu. Swala msingi ni hili: je, wewe unayo hekima kweli? Umejua vitabu vyote vya Biblia? Umejua vitabu vyote vya roho nabii? Umejua vitabu vyote vya dunia? Umejua vitabu vyote katika ulimwengu? Umekuwa sijui namna gani katika, umekuwa maarufu sana. Swala msingi, je, unayo hekima kweli? Baada ya jambo lile, ufunguo wa hekima ni upi? Baada ya maswali yote, wapendwa, Mungu anatupa jibu la mwisho. Kumcha Bwana ndiyo hekima, na kujiepusha na uovu ndiyo ufahamu. Hiyo ndiyo jibu la pekee. Kuwa na hekima si kuwa na mitandao yote, si kuwa na simu zote, si kuwa na magari zote, si kuwa na pesa zote, lakini kumcha Bwana. Kosa kumcha Bwana maana yake nini, wapendwa? Leo hii kumcha Bwana ni kuheshimu, ni kumheshimu Mungu. Kumcha Bwana ni kumtii Mwenyezi Mungu. Kumcha Bwana ni kumtumainia katika hali yote ya maisha yako. Hali nzuri na hali mbaya unamwekea tumaini. Kumcha Bwana ni kuacha dhambi zote. Isiwe hali ya dhambi namna gani, unaacha zote. Kumcha Bwana ni kuishi kulingana na mapenzi yake. Sasa swali ya msingi, je, unamcha Bwana kweli? Huyu ndiye mwenye hekima mbele za Mungu. Sasa je, tunatafuta hekima katika maisha yetu? Leo kuna watu wanafuata falsafa za dunia. Leo kuna watu wana utajiri, wamekuwa wanatafuta umaarufu. Sasa nikamwona hata yule anayejiita mchungaji, kamuuliza, wewe lengo lako katika uchungaji ni nini?
akasema natafuta umaarufu. Wengi wanatafuta umaarufu katika hali yote, lakini acha nikuambie mpendwa, hiyo yote hayawezi kukuokoa. Hekima inayookoa ni ile inayotupeleka kwa Kristo. Kristo ndiyo hekima ya Mungu. Ndani yake ndipo tunapata uzima wa milele. Unatakiwa uwe na hekima. Wakati Ayubu anaposema hekima ya kweli, anatangaza Kristo ambaye ndiye hekima ya kweli. Mungu akubariki. Usikose kesho katika somo la 8 katika safari yetu. Mungu akubariki rafiki mpendwa, kwa jina la Yesu Kristo.